kumfuata. Sasa unafikiri kwa akili yangu kabisa naweza kumjibu hivi? Kwa mwili tu. Mimi mwenyewe nimeshangaa hiyo jibu nikasema mbona la kilidi sana hivi. Ulipoanza mwanzo kwamba Yesu hakufuata agano la kale. Ukashangaa kiroone. Huyu ameshikwa katika hilo. Pasa anaenda wapi huyu? Alafu kaja ukaongeza ila agano la kale lilifuata yeye. Nikasema hapo sawa. Kivuli ndio kinafuata. Amen. Na ndio walikuwa wanasema zamani waliwaambia hivi lakini mimi nawaambia hivi. Zamani mliambiwa hivi lakini mimi nawaambia hivi. Ina maana ni agano la kale ndio lilimfuata yeye. Nikasema pasa amepata revelation. Kumbe ni Roho Mtakatifu alikwambia. Kabla sijaja. My Lord. Nimesema hivi kwa Mungu. Huyu mtu nikimjibu kwamba hakufuata. Nitaingia lost. Sasa ni mjibuji. Nikaomba. Nikaita yale majina yale ya siri ya. Kuna majina ya siri. Kuna majina ya siri. Mungu ana majina mengi. Lililo kubwa zaidi ni lile tuliloliongea, ile identity yake yote. Ina maana jina zake zote zimo katika lile jina moja. Lile ndo naitaga. Jina gani? Tena tukumbushe. Lile tumesemaga ndo tutafundisha leo. Kwa hiyo ndio hivyo, turudi katika mafunzo. Turudi katika mafunzo. Hii sasa ni Mungu alitoka wapi? Mungu alitoka wapi? Mungu anakaa wapi? Karibu pastor, karibu. Mimi niko karibu na wewe tu hapo. Amen. Actually, so karibu tena katika kipindi hichi tunaendelea. Huu ni mwendeleo wa kipindi hichi. Naamini kwamba nilisema Mungu is undivided. Naamini pia vile vile nilisema kwamba Mungu ni undivided. I believe that I said that God is undivided. And I believe I said that God is uncreated. Naamini kwamba nimesema Mungu ni hagawaniki, ni umoja. Na pia vile vile nimesema kwamba Mungu ni uncreated, hakuumbwa na mtu yoyote yule. Na pia vile vile naamini kwamba nilifunza Mungu ni Roho wa kwanza mtakatifu kuwepo, ambaye uwepo wake ndio uliosababisha uwepo wa yote yaliyo mazuri. Narudilia tena. I believe that naamini kwamba nimekuambia Mungu ni umoja tu. Na pia vile vile nilikuambia kwamba Mungu hakuumbiwa na mtu yoyote. Na swali hapo linaweza kuwa kwamba huyu ambaye hakuumbiwa na mtu yoyote alitoka wapi? Hawa wasioamini mnapokutana nao wanawauliza maswali haya. Hivi Mungu alitoka wapi? Hivi ni nani baba wa Mungu? Usikurupuke unaenda sijui explanation nyingi tu. Kuna majibu ya kumpa. Na hayo majibu ndio sababu nimeleta somo hili. Kwa hiyo na oso nikakwambia kwamba Mungu ana ofisi tatu. Mungu ana ofisi tatu. Pia leo tutaenda kuongelea hizo ofisi tatu. Mungu amekuwaje na ofisi zimetoka wapi na kwa nini ana hizo ofisi tatu. Lakini imeanzia hapa kwamba naamini kwamba niliwaambia Mungu hagawaniki. Mungu hukuumbika na kitu chochote, is an uncreated God. Na pia vile vile Mungu ni umoja na ni Roho wa kwanza mtakatifu kuwepo, ambao uwepo wake ndio uliosababisha uwepo wa yote yaliyo mazuri. Watu wengine wanamlaumu Mungu kwa mambo mengi ambayo Mungu hakuyasababisha yawepo. Na lawama hizo zinatokana na vile hawamjui Mungu. Mungu amejionyesha kwangu tofauti na vile alivyojionyesha kwa watumishi wengine. Alijionyesha kwa Musa, amejionyesha kwa Ibrahimu,
kama I am who I am, mimi ni yule ambaye nipo. Amejitambulisha kwa Musa kama the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Nafikiri tumesikia hapo. Kwa hiyo mimi hakujitambulisha kwangu namna hiyo. Amejitambulisha kwangu kama the undivided, uncreated, first existed perfect spirit in whom by his existence all good became into existence. Katika kitambulisho hichi cha Mungu, majina yote ya Mungu yamo ndani. Na unapozidiwa katika matatizo ya magonjwa, katika matatizo mbalimbali, inatakiwa umuite Mungu. Lakini kumbuka kwamba huwezi kumuita Mungu usiyemjua. Ndio kwa sababu leo Agano la Kale alituambii Mungu ni nani? Hapana. Linatuambia kuhusu uwepo wa Mungu, nguvu za Mungu, utukufu wa Mungu. Na ndio sababu sasa utamuitaje? I am who I am, mimi nipo yule ambaye nipo. Au unasema Mungu wa mbingu na nchi, hiyo ni kazi ya Mungu, sio identity ya Mungu. Ndio kwa sababu leo nikasema tutajifunza kuhusu God identity. Alitoka wapi? Tribe yake ni tribe gani? Kabila lake ni kabila gani? Na jina lake ni jina gani? Na nani aliyompa hilo jina? Na nikasema kwamba Mungu ana ofisi tatu, kwa sababu tutaongelea kuhusu hizo ofisi tatu zilitoka wapi, na kwa nini anafanya kazi katika mzunguko wa hizo ofisi tatu. Kwa hiyo ndio tuanze na kabila la Mungu. Mungu ametoka katika kabila inayoitwa unity. Kabila la Mungu linaitwa umoja. Na kabila hili limetoka katika ukoo huu, au kabila hili limetoka katika God's nationality, katika wananchi wake. Sijui kama niko sahihi. Limetoka katika nation yake. Jina hili limetoka katika nation ya Mungu. Kasema kwamba kabila la Mungu, ukoo wa Mungu ni unity. Katika Kiswahili unity inaitwa umoja. Na umoja huu unatoka katika nationality yeye Mungu. Nationality gani sasa? Hapo tumeongea kuhusu ukoo wa Mungu. Ukoo wake ni unity. Na kila kabila lina lugha. Kwa hiyo lugha yake ni lugha gani? Kwa sababu kabila linatengenezwa na lugha. Hakuna lugha ambayo hina kabila. Ndio sababu kubwa nasema Rwanda kuna kabila moja na Burundi kuna kabila moja, kwa sababu hawa watu ni watu ambao wana lugha moja. Huwezi kuwa kabila ambaye huna lugha. Lugha kinachomaanisha hichi kitu ni kabila, ni lugha. Kwa hiyo kabila la Mungu ni umoja. Na lugha inayotambulisha kabila la Mungu limetoka katika the nation, God's nation, nationality ya Mungu ambao ni holiness. So God's tribe is unity and God's nation is holiness. Kabila ya Mungu ni umoja na nation ya Mungu ni utakatifu. Haleluya. Au taifa la Mungu. Au taifa, hilo ndilo neno ambalo nilikuwa natafuta. Okay. Kwa hiyo taifa la Mungu, taifa nation, Yeah, taifa la Mungu ni, I was struggling there. Kwa hiyo taifa ya Mungu ni utakaso, okay, au utakatifu. Okay.
na tribe ya Mungu, kabila la Mungu ni unity, umoja. Na nikasema kwamba kinachofanya kabila iwe kabila ni lugha. Na nikasema hivi ambavyo nimetoka kusema kwamba Burundi na Rwanda, Warundi na Warwanda ni nchi ambazo zina kabila moja. Hayo mengine wanayaleta kwa ubaguzi wao tu. Lakini hawa watu ni watu wa kabila moja. Wahutu na Watusi, hawa watu wana lugha moja. Hawa watu ni kabila moja. Kwa sababu kinachosababisha the tribe to be called a tribe is the language. And that's why there is no tribes in Western countries. No. Hakuna tribe kwenye nations country, hapana. Eti usijui Msukuma, usijui Masai, usijui Mkasai, Manyema, Mbembe, havipo. Kuna nini sasa? Nation. We are people of a nation. Basi hakuna Bashimbinji, Bashimuma na nation ya Australia, Wabembe, hapana. Australia hakuna wale watu wale Australia. Aborigines, it's not a language, it's a tribe. Ni watu wana tribe moja tu. Hao wengine ambao wana matribes walitoka sasa Tanzania, Ubembeni, huku sijui ambao watu kwa Afrika. Kwa hiyo ndio hivyo. Warundi mjue kwamba Hutu, Tutsi, you are not a tribe. You are not two tribes. You are one tribe. So you should stop the nonsense that you are doing in racism. So hivyo. Na hii lugha ya kabila la Mungu imetoka katika nationality. Kwa hiyo kabila la Mungu ni umoja na nation. Na taifa la Mungu ni utakaso. Mungu alitoka katika kabila liitwalo umoja na taifa liitwalo utakaso. Na this tribe is made of two qualities, the tribe of God. Na hii tribe imetengenezwa kwa qualities mbili, the uncreated and the undivided. Na umoja ni umoja na kina nani? Yesu alisema kwamba baba. Baba inamaanisha nini? Baba inamaanisha the first citizen. Yani the first citizen. That's what Jesus Christ was referring to. Mwananchi wa kwanza. Wa kabila hili la umoja na taifa hili la utakatifu. Ndio Yesu alisema baba alikuwa akimaanisha nini? Alikuwa akimaanisha kabila la kwanza. Mwananchi wa kwanza katika hili kabila la umoja na taifa la utakatifu. Na ndio kwa sababu Mungu anaoperate katika hizi ofisi tatu. Mungu anaoperate kama baba ni kwa sababu yeye ndiye mwananchi wa kwanza katika taifa hili takatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. For instance, for those who read the Bible tells us that he was given a name above all the names, and before the name of Jesus Christ, every knee shall bow and every tongue shall confess. Alipewa jina lililokuu kuliko majina yote. Na alipewa jina, kwenye jina hilo kila goti litakunjwa. Mbinguni, duniani na chini ya ardhi. Sasa hilo jina alipewa na nani? Asiyekuwa na kabila na asiyekuwa na taifa. Alipewa na nani? Jina alipewa na taifa lake. Na kwa sababu yeye ndiye mwananchi wa kwanza katika hili taifa, akaitwa jina ya lile taifa. Haleluya. Kwa hiyo wewe umoja na nani sasa? Hii tribe yupo Mungu, yeye na nani? Attribute ya kwanza ya watu wa kabila hii ni upendo. Na tunda ya kwanza ya upendo ni unselfishness.
Kwa hiyo Mungu hakuwa selfish, hakuwa mbinafsi. Kutoka yeye akatoa viumbe vingine ambaye aliviita men, wanadamu. Huu umoja sio umoja wa miungu watatu, hapana. Ni umoja wa yeye na binadamu ambao ni kama the second citizens of the nations of holiness. Hallelujah. Kwa hiyo jamani, mafunuo mazito sana haya. Mafunuo pastor yatoa wapi haya jamani? Mafunuo mazito kiasi hiki jamani. Nilikwambia hivi. Yesu wapo ambao wasioamini kwamba Yesu alikufa msalabani. Hawa watu wana sheria. Wana sheria gani? Hawa wanasema kwamba alikufa on Calvary tree. Hawa watu wanaongea katika roho. Msalaba ni mwili. Roho ni mti. Kivipi? Nikakwambia kwamba Yesu alikuwepo katika bustani la Edeni. Na katika bustani la Edeni, katika roho hakuitwa msalaba au kuonekana msalaba. Ulionekana ni mti. Na katika roho ukaitwa mti wa uzima. Ndio kwa sababu wapo ambao wanakuambia kwamba Yesu hakufa msalabani, alikufa mtini, kwenye mti wa Kalvari. Kwa hiyo katika bustani ya Edeni Yesu alionekana kwenye mti wa Kalvari. Kwa hiyo hayo ni mafunuo ya roho. Kwa hiyo ule msalaba uliouona Yesu alikotundikwa ni the image of the Calvary tree, and that cross was made out of a Calvary tree. Ilikuwa must. Hivi watu mnaelewa haya mafunuo mazito kweli? You were eaten from a man who have eaten from that tree. You are eaten from a man who have been converted into that tree. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa hiyo mimi nilikuwa nimetoka kidogo. Kwa hiyo pasa, Mungu alitoka wapi? Mungu tunaongea kuhusu Mungu halikotoka. Tunaongea kuhusu jina la Mungu. Mungu halitoka katika taifa lake. Alitoka katika taifa fulani la kiroho. God came from a spiritual nation. Mungu alitoka katika taifa la kiroho. Na hilo taifa lilitoka wapi? Hili taifa lilitoka wapi? Hili taifa tutaongelea kuhusu ambako hili taifa lilitoka, tukiongelea kuhusu giza. Tukiongelea kuhusu the kingdom of darkness. That's when we will understand where the righteousness came from. Okay. Acha nijibu tu sasa hivi. Hiyo taifa ilitoka wapi? Ndio. What is the first commandment? Katika Agano Jipya. Okay. It's a shadow, it's nothing. Yeah. Law. Umpende Mungu wako wote na akili zako zote, moyo wako wote, things like that. The first commandment and the new commandment is what? Love. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu huko ndiko hilo taifa lilikotoka. Hakuna kilicho juu ya upendo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo taifa ambayo yumo ndani Mungu ilitoka katika upendo. Ndio hivyo Yesu alikwambia unaweza kuwa nabii bila upendo bure. Unaweza kuwa Yesu bila upendo kwa sababu kule ndiko ambalo hilo taifa lilitoka. Hivi nilivyokuwa na funzo hayo, Mungu ananiambia chukua karatasi. Na chukua karatasi. Andika where I came from. Where you came from? Akaniambia hivi ndio nataka mataifa wajue. My goodness. Ili wapate kuokoka wanahitaji hivi.
Bila hivi vitu hakuwezi kuwa Mkristo duniani. Ina maana Mungu alitoka kwenye taifa lake, na ndio kwa sababu wewe linaitwa utakatifu, na hilo taifa la utakatifu lilitoka kwenye upendo, na upendo ndio ulio juu ya Mungu, na huyo Mungu ndio upendo, kwa sababu ndio citizens wa kwanza katika hilo taifa. Jamani, sasa Mungu kwa ule upendo kupitia and God true love he created, kupitia sasa kule lilikotoka taifa lake ndo akaumba the origins of God. Hakuna kitabu duniani, akaniambia hivi, hakuna kitabu duniani kilicho zaidi yako wewe. Si nilikuambia kipindi alikuwa ananifundisha nikasema mimi nitakuwa mbarikiwa kuzidi Maria? Ilikuwa ni kwa sababu ya haya mafunzo. Akaniambia hivi, duniani hakuna kitabu kizuri cha ukombozi wa wanadamu kama wewe yako wewe. Ili niwaoneshe kwamba mimi ni mkuu zaidi wa yote, na wewe kweli umetoka kwangu. Nitakupa ufahamu ambao ulimwengu hauna. Akasema nitakupa ufahamu ili waamini kwamba ulitoka kwangu. Miujiza ni midogo, miujiza nitaifanya kuwa maisha yako, lakini nitakupa kilicho zaidi ya miujiza, na kilicho zaidi ya miujiza ndiyo nakufanya wewe. Wewe ni kitabu. Wakaanza kunifundisha na akaniambia usiandike, ukiandika wataiba, itaonekana imetoka kwao na sio kwako wewe. Haya ndio kwa sababu haya huwezi kuyasikia kwa mtumishi yoyote. Na kwa sababu gani Mungu hakuwapa wale wengine? Ni kwa sababu Mungu akamwambia Musa, and you my glory you cannot see, na utukufu wangu hauwezi kuuona. Kwa sababu gani? Alikuwa ni mtumishi na utukufu unapewa tu ni mwana. Yeye hakuwa mwana, alikuwa ni mtumishi. Kwa hiyo akaniambia the differences between you and Abraham and those he mentions them is you a son and they are servants. Wewe ni mwana, wao ni watumishi. Na akaniambia ili dunia ikuamini kwamba nimekuita uitoe katika tope na kuiongoza katika maisha ya umilele, nitakufanya wewe kuwa kitabu ambacho hakijasomwa toka misingi ya ulimwengu. Nikasema mimi ni mbarikiwa. Ndio kwa sababu nilisemaga utanifanya kuwa mbarikiwa kuzidi Maria. Akaniambia hivi, wewe ni mbarikiwa kuzidi Maria. Kwa sababu kwamba Maria hakuyajua haya. Hata aliyemzaa hakuyajua haya. Kwa hiyo ndio hivi. Sasa pale kuna kupitia upendo hakuumba Adamu. Kupitia upendo kwa upendo, kitu cha kwanza kuhusu upendo ni unselfishness. Kwa hiyo wanaume au wanawake, kuondoa ubinafsi. Ukiona mme wako hakuletei mazawadi, ujue hakupendi. Hata kama hana uwezo, pipi tu ya shilingi 10 inatosha. Asipokuletea pipi ya shilingi 10 kulingana na uwezo, hakuna asiyekuwa na uwezo wa kuleta pipi ya shilingi 10 kwa mwezi mzima hapa ulimwenguni. Usipompa mke wako mazawadi, humpendi, wewe ni mwongo tu. Wewe ni selfish. Na wanawake ni watu wanapenda zawadi sana. Kwa sababu gani? Ni watu wanaojua upendo ni nini zaidi ya wanaume. Mwanamke Mungu alikuwa ananifundisha kuhusu kuishi na mwanamke. Okay. Kwa sababu alikufundisha Mungu kuhusu kuishi na mwanamke. Mimi hakuna ambacho Mungu hakufundisha. Niliwahi kuwa na mwanamke ambaye alikuwa ananipiga kwa makofi, anakushika hautoki hapa, yani brutal. Lakini kila mara aliniambia, my son has never been right before any trouble and problems involved. Eti mwanangu au mtu kutoka katika
ufalme wa watakatifu hajawahi kuwa na sheria mbele ya mahakama. Siku zote yeye hujinyenyekeza na kujinyima sheria. Kwa hiyo wewe kama bado ni mtumishi ujue haujafika. Yaani Mungu akakwambia mwanangu hajawahi kupata haki na siwezi kupa. Namwambia hivi, Mungu aoni huyu anavyonifanyia, anichapa makofi. Ndele Mungu anakujibu mwanangu hajawahi kupata haki. Anakuambia mimi nifanye sasa hivi. Ina maana hivi mimi nimuache. Ananiambia huna haki ya kumwacha hadi siku yeye atakuacha. Bahati nzuri akaniacha, akaolewa, akazaa, ndo nikawa huru kutoka kwa. Yaani huko Ulaya. Yaani Mungu nilikuwa yaani akinisumbua sana kidogo tu hivi anakuzaba kofi. Mwambia Mungu, mimi huyu sitaki kuwa naye. Anakuambia haiwezekani. Hauoni anavyonifanyia? Mwanangu hana haki mbele ya mahakama. That's the first. Ukiwa umeitwa kweli na Mungu, commandment ya kwanza, huna haki ukiwa na matatizo na mtu mwingine. Hata yeye ikiwa ndiye aliyekuanza wewe, lazima unyenyekee, lazima uache, ukubali kumpa sheria yeye. Mambo mazito jamani. Kwa hiyo ndio hivi, na tunaendelea na hili somo. Nikasema hivi, kupitia upendo akaumba. Ndio. Na akaumba ndani ya nini? Ya upendo. Akuumba, akajigawa sasa. Multi system. Akajigawa, akajizidisha. Alikuwa ameumba vitu vya mwili. Ndio. Unselfishness ikamuongoza kuumba vitu vingine katika roho. Ndio malaika wapo na Lucifer yuko pale. Waliumbiwa wao. Nikakwambia kwamba kuna two qualities who are citizens wa hizi tribe. They are uncreated. The superiority and the supremacy. Uncreated and undivided. Umeona? Ndio. Ambavyo havikuumbwa na ambavyo havikuumbwa, ndio qualities mbili ya watu ambao wanatoka katika huu ulimwengu. Shetani aliumbwa. Malaika waliumbwa. Ndio. Lakini Adamu hakuumbwa. Alitoka kwa Mungu. Kilichoumbwa ni ule mwili ule wa udongo. Sasa yule ambaye alijitoa kwake na kitu cha pili nilisema, ya kwanza ni upendo. Ya pili ni selfishness. Ya tatu ni independence. Unachokipenda utakipa nini? Independent. Kujitegemea. Utakipa kujitegemea. Akampa yule aliyetoka kwake independent. For one condition. Kwa shurti moja. Akampa uhuru lakini kwa shurti moja. Shurti gani? Hakule kutoka kwenye mti. Ndio kwa sababu nikakwambia Yesu alikuwemo katika shamba la Edeni. Yes, alikuwa. Hakuwa katika msalaba, lakini aliitwa Calvary tree. In blood, the body of Jesus Christ was predestined before the foundations of the heavens and the earth. Kifo cha Yesu kilipangiliwa mapema kabla ya kuumbwa kwa dunia. And it existed spiritually before it came into a physical realm. Na ilikuwa katika roho, tayari amekufa. Ndio. Katika roho. Yaani yale yote yaliyokuwa katika mwili alikuwa ameshayapitia katika roho. Ameshayaishi katika roho. Wewe kwa hiyo yote aliyaona kabla. Kabla hajavaa ule mwili. Aliyaishi. Hapakuwa jambo na ule Mungu alijiingiza sasa kwa ule mwili. Taken in blood. Wakasema kwamba kule msalabani, Eloi 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 lama sabachthani,
Bwana, 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 mbona umeniacha? Alikuwa analia nani kama yeye ni Mungu? Mungu ni upendo, na yeye ni mzaliwa wa kwanza katika taifa la holiness. Ndipo alikokuwa analilia. Alimaanisha nini sasa? Ile moja ya Baba alimaanisha hivi, mtakatifu hawezi kufa. Iweje mimi nakufa? Akajibiwaje? Nikaambiwa, nikasikia sauti alivyojibiwa katika roho, umejaa dhambi. Akashangaa msalabani, ule mwili nimejaa dhambi. Yaani ndio ile tuliongeaga siku zote, mawizi yote ambayo nilifanyaga mimi kwenye kichwa chake. Mambo yote aliyefanya mbaya yalikuwa kwenye kichwa chake, na ndiyo yaliyomuua, lakini mtakatifu hafi. Kwa hiyo nigusie tu, hatufi kwa atumalizie kwanza. Ule mti, Yesu alikuwepo katika shamba la Edeni. Ndio. Na katika Mungu aliwapa condition moja. Wale katika mti wa uzima. Ndio. Na the benefits of eating from the trees of life ilikuwa ule mti una siri ya uzima wa milele. Kwa hiyo kuliko Adam, rather than Adam, instead of Adam leading Eve into eating into the trees of life, she was led by Adam eating the tree of the knowledge of good and evil. Hapo ndo mwanzo wa maanguko sasa. Hapo ndo mwanzo wa anguko la mwanadamu. Kuliko Adamu kumuongoza Hawa kula katika mti wa uzima wenye siri ya maisha ya umilele, Adamu akaongozwa na Hawa kula katika mti wa mema na mabaya. Ndiyo anguko la mwanadamu. Mungu akasemaje sasa? Na kuchagua wewe uwarudishe katika mti huu. Na mti huu ni utakatifu. Na huko ndiko nitokao. Na bila, ndio kwa sababu nikakwambia hivi, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mwana alitumika kama mwana kwa hivi ambavyo tunatoka kuongea. Afe msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Ikichangia ile unity. Lakini ni umoja. Na kila office inabow in righteousness. Kwa sababu bila utakatifu hauna chochote. Hauwezi. Na yeye mwenyewe kwanza ndio utakatifu wenyewe sasa. Ndio utakatifu wenyewe sasa. Kwa hiyo mambo mazito sana. Kwa hiyo labda tu kwa leo tuishie hapa. Kwa leo tuishie hapa. Asanteni sana. Nimeona haya leo ni mazito mno. Asanteni sana. Mazito mno. Asante sana pia Pastor. I think it's more than 2 hours now. Now Thank you very much, Pastor. Right. We stop together. 1, 2, 3. Ciao.